lives here today. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Don't worry, we will be praying before we leave this place. We'll be praying together. Judges 6, 24 to 32. Judges 6, 24 to 32. Tunaendelea na somo inasema siri iliyoko nyuma ya madhabahu. The mystery behind the altar. Our able leader, John Moody, pick a microphone from Joro there, or from Pastor Alfred there, and you will read for us. Judges 6, 24 to 32. People of God, whoever is sitting, when we are reading the word of God, we honor it. We honor the word of God. We stand. Hallelujah. Yes. Judges 6, 24 to 32. This is what the word of the Lord says in Judges chapter 6, 24. So Gideon built an altar to the Lord. Not to himself, but to the Lord. And they called it, the Lord is peace. They called it Shalom. Jehovah Shalom. God my peace. To this day, it stands in honor of the Abiezrite. Until today, that altar stands with the same name, Jehovah Shalom. Go on. That same night, the Lord said to him, because he had built an altar, God had to speak to him that same night. And this is what the Lord said. Take the second bull from your father's heart, the one 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole. There is no way two altars will stand in my presence. Because you have built a true altar to me, go and take down your father's altar. Then build proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height. And make sure after you have teared apart your father's altar, rebuild a good altar for me. Using the wood of the Asherah pole that you cut down after the second bull as a burnt offering. So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family and the men of the town, he did it at night rather than in the daytime. And because he was afraid of people, look at my neighbor, I command fear out of you. Because he was afraid of his family members, because he was afraid of his friends, because he was afraid of what people will say. Instead of doing it in daytime, he has to work on it, to dig it and break it at night. Only because of fear. Most of us today, we will be set free from the spirit of fear so that we may be able to break altars that have been controlling our lives and build altars that will glorify the name of the Lord. Good. In the morning when the men of the town got up, and the fearful man thought because we will deal with it at night, in the morning there will not be repercussion. Let me talk to somebody. Whatever decision you will make for God, get ready for repercussions. But remember, we don't fight for victory, we fight in victory. Either there are repercussions or not, either people will fight back or not. As long as we are doing it for God, we will do it. And as long as it is God our peace, we will conquer even the fights that will come after. Oh, yes. Go on, man of God. There was Baal's altar demolished, with the Asherah's pole beside it, cut down, and the second bull sacrificed on the newly built altar. They asked each other, who did this? When they carefully investigated, they were told, Gideon, son of Joash, did it. Wait. People will investigate you. People will try to understand who is this one who is causing us not to stay in our comfort zone. People will want to know who is this person who is causing chaos. Who is this person who has brought siege over us?
And when they will realize you are the one, they will make decisions. But I have a good news for you. Their decisions will never succeed, because the one who sent you is the giver of life. The one who sent you, he knows how to cause you to escape. You will not fear to demolish the altars of evil ones, because you are fearing what they will react with. Their reactions will not matter anymore. It is time to demolish. It is time to rebuild. We will demolish and we will build. We will not matter what they will say. We will demolish. Hallelujah. Verse 30. The men of the town demanded of Joash. They went to the father of Gideon and they said, bring out your son. He must die. He must die. Because he has broken down Baal's altar and cut down the Asherah poles beside it. Look at your neighbor. Many are asking for your life. But listen to the answer. But Joash replied to the hostile crowd around him. Joash answered them, are you going to plead Baal's cause? Are you going to please Baal and Asherah? Are you trying to save him? Are you trying to save Asherah and Baal? Whoever fights for him shall be put to death by morning. If you are fighting for Asherah and Baal, you will be the ones to be killed. If Baal really is God, if Baal is God, he can defend himself. He can defend himself. When someone breaks down his altar, his altars, so that day they called Gideon. Wait. If the God of those witches is God, let him fight for himself, because we are pulling down their altars. If their God is God, let him fight for himself. But if our God is God, then nothing will come near us, nothing will conquer us, nothing will change us. A mindset of an altar builder is a mindset of God. Somebody who is determined to see God at work. Not somebody who is papasaring God. Unajua kuna watu wamezoea kupapasa Mungu. Kuna watu wameelewa Mungu wao. My Bible says in the book of Daniel 11:32 that those who know their God shall be strong and they shall do exploit. For you to be strong and to do exploit, you must know your God. I came today to tell somebody we are going to destroy every evil altar. I say we are about to destroy every evil altar. Amen. Nasema tunaenda kubomoa kila madhabahu ya uovu. Amen. Kama unasikia sema hallelujah. Hallelujah. Verse 2, listen carefully. So that day they called Gideon Jerubbaal, saying, let Baal contend with him, because he broke down Baal's altar. That is the word of the Lord. Amen. Look at another neighbor. Jerubbaal means a visitor in the house of Baal. You may see it. They will call you today Jerul whatever, because whatever you will visit, you will tear apart. I say whatever you will visit, you will tear apart. The Bible says they called him Jerubbaal because he was a visitor in Babel, and Babel means confusion. He was a visitor in the land of confusion. He could not leave his people in confusion. He had to take them back to Jerusalem. I came to announce to somebody, the city where you're about to take your family is the seat of peace. Your family has been in confusion since beginning until today, and you wonder what is happening. It's because of altars. And you wonder what is happening, because somebody decided to build an altar. Listen and listen carefully. I explained to those who are here what is an altar and how do we build altars. You will understand as we move forward. But listen and hear me here clear. An altar can speak even far than the builder. The Bible says, and when Abraham reached a place called Bethel, he built an altar there. And even after the death of Abraham, Isaac came, and when Isaac was old, Jacob was running from his brother, going to his uncle. And when he reached to a place, he never knew that place was called Bethel by his grandfather. But when he reached to that place, he felt he's tired. He decided to sleep.
And the Bible says at night, he started seeing things he had never seen before. Why? Because he entered a perimeter where the grandfather built an altar. So an altar that Abraham built started speaking to this Jacob who was not there. I came to tell somebody today, the altar you will build will speak to your offspring. I said the altar you will build today will speak to your children. Am I talking to somebody here? Many of us, we think we are about to build an altar for ourselves. It is not a matter of you, it's a matter of your children. Am I talking to somebody? You will do something today so that your children may enjoy. We will protect this holy ground of God so that even those who will take after us may serve a true God. Am I talking to somebody? We are not building altars so that we may enjoy by ourselves, but we are building altars so that they may speak even after we depart from this earth. We will die one day, yes, but the work we are doing for God will stand as an altar for people who will come, will know that one day people worship here. When I enter a house for the first time, there are two things I can tell. Thing number one, I can tell people that people have been praying here, or I can tell people that demons have been praying here. Because when you enter into a house as a true servant of God, you smell either prayer or you smell demonic powers. And all it is determined by altars. An altar you build today will speak for you. Let me give a simple example. I know many are asking themselves, and what about an offering? Hear me clear. There is an offering you give that speaks to your children. There is something you offer to God with intention. I told you, never try in your life to be coming here to offer your offering unless you have named it. Hello? Unless you have named it. Always learn to name your offering. Say, God, I'm giving this because of this. The name of this offering is called peace. Am I talking to somebody? I've been so much disturbed. If this offering, I will call it peace. Which means whenever I am fighting, let peace arise. Because whatever I sow, whatever I reap, when I give to God, I give with names. I don't give to God just blindly. My Bible says in the book of Hebrews 7 that when Abraham gave, Levi gave too. Listen, Levi is not a son of Abraham. Levi is not a grandchild of Abraham. Levi is a great grandchild of Abraham. Which means when Abraham gave, the father to Levi was not on earth. Even the grandfather of Levi was not on earth. But that offering Abraham gave to Melchizedek spoke to Isaac. Then when Isaac expired, it spoke to Jacob. And when Jacob expired, Levi got it. Check your neighbor, tell your neighbor, we will build altars today. Let me take you to a New Testament and give you a revelation. The Bible says when Jesus died, there came a man called Joseph Arimatheus. And Yusuf Arimatheus came. What he did, he gave out his tomb. And he said, you can bury Jesus in my tomb. Listen and listen carefully. For the Jewish culture, a rich man used to build his own tomb. He measured it very well for himself so that when he dies, he may not struggle where to be put. People may not struggle asking themselves questions. So Joseph Arimatheus, he built that tomb for himself. But Jesus died and he had no place to be buried. So Joseph Arimatheus decided to offer that tomb so that Jesus may be blessed in it. And hear me clear. From that time until tomorrow, the offspring of Joseph Arimatheus became rich. You wonder, you ask me, Pastor, how? Listen, we are planning. I am planning myself to go to Israel this year. Are we together? I am going to Israel this year. In the amount I will pay, there is a percentage that goes to the site we visit. We pay the site we visit. And one of the sites you visit is the tomb of Christ. And that amount goes to the family.
every day you visit, go to the family of Joseph Arimatheus, because he's the owner of the land. 2,000 years ago, he did one thing that is speaking to generations. Even when he is no longer there, his offering is still speaking. I came to tell somebody, you build something to God and it will never perish. Whatever you do today will speak to generation. Whatever you build today, even your offspring will enjoy. Don't think God is looking for money. God is not in the business of raising money. God is in the business of raising men. I came to tell somebody, whatever you give to him, he puts for your own account. He gives for you, because all what we give him belongs to him. The question is, what is the altar that you are building for God? What is that something that you want your children to enjoy in their near future? What is that something that you want to say, the God I serve, my children will inherit him? Because listen and listen carefully. When the children of Israel entered the land, the promised land, the Bible says they started distributing, allocating lands to every tribe. And when they came to the tribe of Levi, God said, do not give them anything, because they will inherit me. Oh, they will inherit me. Which means wherever a Levi reaches, that place is his. Oh, wherever they reach, that place is theirs. Because Levites, I told you, Levites were the third born of Jacob. And on the third day, God created the earth, which means Levites are the ground. Levites are the ground. And if you fight with a Levite, no one else will defend them, but their own family members will speak on their behalf. I told you that the reason why in the wilderness when Moses was angry, the brothers and sisters opened their mouth and they swallowed Korah and the whole family, because Moses' ground, the ground had to defend him. Can I talk to somebody here? I came to preach to somebody today that what you do today will speak to generations. What you build today will speak to your children. What you work on today will stand as a monument. No one will ever move it. My Bible says when they crossed the Jordan River, and the Lord told them, take a stone from the sea, from the river, and place it in Gilgal, so that whoever will ever ask you, what is the meaning of this? You tell them, one day when the river was full, the Lord made us to cross on it without any issue, and we crossed to our land. I came to speak to somebody today. You will build a monument today when people will be asking, why do their people don't die? They will be told, because their great-grandfather was prayerful, because their grandmother was mighty in the land, because their father walked with God. I believe even after my departure on this earth, my children will never suffer. Because the Bible says, I have been young and now I am old. I have never seen the righteous one being forsaken and his children begging for bread. I can beg myself, but my children will never beg. I can beg myself, but my children will never beg. Am I talking to somebody? The Bible says the righteous man leaves inheritance, good inheritance, to his children. I declare the Lord will make you to build an altar today that will speak to your children, and it will speak to another generation that you never thought you would ever have. What is an altar's work in your life? An altar's work is to disconnect the name that your family has been known with and place it on yourself. What is an altar in my family? I say the altar is to disconnect my great-grandfather's name that we were known on and with, and I place my name on that gap, and people who will come will not suffer what they said we will one day suffer. They will prosper because I am speaking prosperity.
My people, they will never suffer again because I understood the power of an altar. So the Bible says Gideon woke up. The background of this story, I want you to understand it. What happened, Gideon was a son from the tribe, the last clan in the tribe of Manasseh. And now, Gideon, they are hiding themselves in the caves because the Midianites have attacked them. They are under attack. Wamekuwa attacked na Midianite kwa inchi yao ya ahadi. Sikiza Biblia siri. How can you be a captive in a promised land? That's how many of us, we are saved yet oppressed. Because we are in the promised land, yet we are being oppressed in it. Because of wrong altars our grandfathers made us inherit. So we went to God. You know, when you go to India, you preach to an Indian, unamwambia nimekuletea habari za Yesu. Anakuuliza Yesu mgani? Unamwambia Yesu ni Mungu. Anakuambia ni Mungu. Nampokea. Unafikiria anaokoka. Kumbi anachukua Yesu, anamuongoza kwa wale, anamuongezea kwa wale miungu zake 50 there are 58 million gods in India. So anaongeza Yesu anakuwa 58 million and one. Hello? Many of us here, we got saved, and instead of being transformed by salvation, we took Jesus tukampatia kanafasi kwa maisha yetu. Kasande. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. We gave him a space ya Sunday. Ikifika Monday, Mungu wa hasira anasimama. Ikifika Tuesday, Mungu wa ukora anasimama. Ikifika Wednesday, Mungu wa corruption anapepea. Thursday, Mungu wa kutafuta dhambi za usherati anatokezea. Friday, tuamone kujivinjari, Mungu wa kapombe, kamnyweso, na anasema niko hapa. Saturday, Mungu wa msamaha. Mungu nisamehe, kesho nitakuwa kanisani, unionee huruma. Anakuja Sunday, Mungu wa sifa. Shangwe na vigele kwa Bwana. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. So we added God to our own gods. So ukipiga kadili, Wednesday tao kadili, nitakupea mfano. Tukasikia jamaa mwingine tunaenda mimi na yeye kununua vitu, tena vitu ya kanisa jamani. Tumemaliza kununua, walitupea tununue vitu mfano ya 50,000, tukaenda tukanegotiate, wakatupatia navyo kwa 35. Baada ya 35 nikachukua hiyo bahasha nikafunga vizuri, alafu nikamwambia tunaweza kupeleka vitu. Akaniambia unafanya makosa moja. Ungimwambia huyo ndugu ni sisi tumebonga. Hiyo receipt atuandikie 250 ili kwamba auditors waelewe balance ya vile vitu vimeenda, lakini sisi hatujaiba. Nikamwambia kama hatujaiba twende kwa mdosi tumwambie tumenegotiate, wametupea kwa 35, hii 15 hii tunaweza kuimanga. Akanambia uko mjinga wewe, mdosi hivi itika wewe. So sio dhambi kupita nyuma mgongo ya mdosi. Akanambia utaenda mbinguni na viatu. Unajifanya Mkristo sana wewe. Because it was Wednesday, he knew that kugonga ka 15,000 si shida Wednesday, as long as Saturday tutavaa ngozi ya Sunday. Na Sunday tutaingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mikono yetu Mungu tulikuwa naona wezi, wanyang'anyi, wakora. Na sisi tunajifanya hapo utakatifu. Look at the neighbor. That's not you. That's not you. Nasikia kuna majina tumeshapatia ukora. Nikachai. Mtu wangu nilikuwa on the wrong side of the road. Now, Karawa kanisimamisha hivi nikamsalimu. Ni salamu tu. Wewe uko corrupted. Omba msamaha, uende kotini.
Play guilty. Ulipe kesho usiende vibaya kwa barabara. Kali. Nikasimamishwa siku nyingine airport. Nisikaniambia. Unasema unapokea wageni, nikasema ndio. Tuonyesha vitambulisho, vibarua vya kuonyesha upokea wageni. Nikamwambia niko navyo. Niangalia hivi akaniambia unakaa mgumu. Tuache basi mambo ya kuongea kisiri. Unafikiri tunaishi aje? Kaongea unaishi vizuri. Wewe hapo mara moja unaangusha kakitu ili kwamba siku nyingine uko kwa makosa unatafuta hiyo namba ya kupeana. Buda ni mimi mwana kuangushiaga. Acha ukora. Kuna miungu uko unajijengea itakusumbua kwa maisha. Kuna madhabahu uko unajisimamishia. Kila kitu, kila project yenye umeshapata kwa maisha yako, haujawahi kuipata halali. Hujawahi kuipata halali. You have to make sure you go like this, you go like that, you go like this. Hey, from today natangaza kwa jina la Yesu ni highway, hakuna shortcut. Amen. Nasema kutoka leo Mungu akufanye ukuwe na mindset ya highway. Unasikia imani imepotea? Kanisa ya Mungu. Mahali watoto wa Mungu wanakaa. Amen inapotea. Amen. Sikiza nikwambie. Kuna kakitu utafanya leo katasumbua watoto wako. Abrahamu alijua tu kitu moja amefanya. Mimi sitafanya uongo. Nimeambia hawa watu a white lie. Nimewaambia ya kwamba Sara si mke wangu, ni dada yangu. Na kwa sababu Sara, ukifanya utafiti wa Biblia, alikuwa a half cousin wa Abraham. So Abraham alijua what I have said. Si uongo sana. Kama unajua ni dada yako ulimwoea nini? Kikadanganya mfalme wa kwanza. Kikadanganya wa pili. Listen. Habari ya hayo uongo ikaishia hapo. Abraham akajua tena mimi nilijiokolea tu. Rebeka amezeeka, hakuna tena mtu anaweza kumtamani. Sara amezeeka, hakuna tena mtu anaweza kumtamani. Hiyo story inaishia hapo. Kumbe watu wataacha kutamani Sara, wanaanza kutamani Rebeka. Baada ya miaka 100 years, mtoto wake anaitwa Isaac anafika kwa hiyo hewa ya mahali ambayo inaitwa Gerar. Na alipofika Gerar in the land of the Philistines, Biblia inasema mara moja mfalme wa hiyo mji alikuwa anaitwa Abimelech 2. Abimelech 1 alikuwa amefariki kama miaka 100 nayo imepita. Lakini Abimelech 2 alipoona tu Rebeka hivi, hiyo roho ya Abrahamu yenye waliachaka kwa hiyo hewa ikaonekana juu yake. Akaangalia akasema, ni karembo. Hapo hapo hiyo roho ya baba ikakuja juu ya Isaka. Akasema, wakikuuliza wewe ni nani? Sema wewe ni dada yangu. Abrahamu hakuwahi ambia Isaka utakuwa ukijitetea hivyo. Aliacha na panda uongo kwa hewa. Isaka akarizi uongo. Wewe unapanda nini? Unataka watoto wako warizi nini? Madhabahu gani umejenga? Unataka watoto wako wachukue nini? Angalia jina yako mwambie sikia leo. Watu walifikiria itaishia kwa Isaka. Kumbe Isaka atazaa mtoto amuite Yakobo. Yakobo sasa yeye sio muongo. Anadanganya hata anaweza kukuiba hata shoksa kwa cheki yake. Mkora. Nani alileta hii mambo ya ukora? Ni Abrahamu. Alisema ukora na uongo kidogo, akaachia Isaka ilibidi achie Yakobo. Wote hawaambiani eti nimekuridhisha uongo. Lakini unapokuja tu ukifika kwa hiyo hewa, una riziki alikuwa anafanya. Natangaza leo kila chochote kenye ulirithi kutoka kwa baba zako kivunjike kwa jina la Yesu. Kila kitu ambacho ulikikuta umerithi kutoka kwa ukoo yako ivunjike leo kwa jina la Yesu. Kitu kingine aliridhisha watu wake. Biblia inasema Sara alikuwa mrembo. Mpaka kwa ngazi yenyewe alifikisha miaka 65 na akitembea hivi watu wanambipa. Sara 65. Hello. Sisi tuko tunaeneza 40
kisha kula. Hata kisimali watu wanafikiria wanalia. Abrahamu alipata karoka kupenda virembo. Vitu vinapendeza. Ako karoho akakaacha juu ya nani? Ya Isaka. Biblia inasema siku Isaka aliona Rebeka, akasema soma Biblia yako Genesis 24. Akasema she is beautiful. Maana yake kia kwanza kilimvutia sio tabia, urembo. Akafikiria imeishia kwa Isaka. Biblia inasema siku Yakobo alifika kwa maji kuona tu Rachel hivi, kumwambia huyu Rachel ni ndiye msichana wa mjomba wake. Akasema she is beautiful. Roho ya babu ya kuvutia virembo ilienda kwa baba, ikatoka kwa baba ikaenda kwa mtoto. Mjukuu huyu sasa na anavutiwa. Sasa aliona tu Lea hivi. Akasema kai, huyu atakuwa huyu ni wa Esau huyu. Kwa sababu amerithi roho ya kuvutia virembo. Sasa cha kushangaza, urembo wa Sara ulikuwa na shida. Kasoro ni utasa. Urembo wa Rebeka ulikuwa na shida. Kasoro ni utasa. Urembo wa Rachel ulikuwa na shida. Kasoro ni utasa. Wote wanavutiwa na urembo, lakini hawavutiwi kuona shida iliyo ndani. Which altar are you walking on? Madhabahu gani hayo ambayo unayatembelea? Yametoka kwa ngazi gani? Yamefika wapi? Utasa wa Sara, utasa wa Rebeka, utasa wa Rachel na utasa wa Lea unatokana na nini? Madhabahu ya kifamilia. Natangaza siku ya leo kwa jina la Yesu, kila kitu ambayo sio nzuri kwa familia yako na umeanza kuirithi, leo ivunjike kwa jina la Yesu. Nasema kila kitu ambayo sio nzuri kwa familia yako na umeanza kuirithi, leo ivunjike kwa jina la Yesu. Sijui ni nini ambayo tutavunja leo, lakini tutavunja. Nasema tutavunja. Nasema leo tutavunja. Kwa hivyo walifikiria itaishia uongo, itaishia kwa Yakobo. Yakobo anafanya uongo hapo, anadanganya baba yake. Umeshaona mtu anadanganya mtu na mwili, mpaka anakuletea mwili muguse hivi na unasema sauti ni ya Yakobo, lakini mwili ni wa Esau. Mkora akiingia kwa duka yako unalia. Kikafikiria inaishia hapo. Siku moja watoto wake wote 11 wakaungana wakidanganya. Wakaungana wote wakasema, baba wamezoea kudanganya mmoja. Tutamchapa ya 10 atago. Combination ya watu 10 wakasema tutamwambia Yusufu aliliwa na mnyama. Hello. Uongo ya Abrahamu. Uongo ya Abrahamu, babu. Sitasema babu. Nasema babu. Uongo ya babu Abrahamu inashuka kwa Isaka, inashuka kwa Yakobo, na sasa imefikia wote. Sasa imekuwa collective. It was individual. Now wanaanza kufanya mkutano ya uongo. Tumesha graduate from one person line. Now I can call for all my leaders a meeting to plan a lie. Madhabahu gani mnajenga? Watoto 10 wanasema tuende tuambie baba uongo, na hiyo uongo ikamkula miaka. Kwa nini? Apandacho mtu. Kwani wewe unataka upande magumu ya kishetani sasa hivi watoto wako wavune nini? Tikisa nataka kumwambia ishia Mungu leo. Angalia tena nako mwambie fungua moyo wako muishie Mungu. Patia Bwana makofi. Na sababu unena zaidi ya aliyejenga, uenda zaidi ya matarajio. Mtu mwingine kwa Biblia alijenga madhabahu ya uzinifu, anaitwa Yuda. Yuda akajenga madhabahu ya tamaa,
Hiyo tu moja yenye alirithi yeye, naye alitoa kwa babu yake Abrahamu, ya kuona virembo vinakuvutia. Yuda siku moja akaona kirembo kikamvutia, kumbe kirembo hicho alikuwa mke wa mtoto wake. Jamani, madhabahu gani hiyo ulitujengea Abrahamu ya kufuata virembo? Sitakwambia wewe ndio mke anakaa hivi ukuje useme pastor alisema tusipate warembo. Unajua kuna dada unaweza leta hivi tunasema ni kwa neema. Naishi kwa neema. Yuda akachukua msichana anaitwa Tamar, Genesis 38, na akapita na yeye. Yuda akafikiria hiyo madhabahu imeishia kwake. Baada ya miaka 400 akaja mtoto kwa familia ya Yuda anaitwa Daudi. Akakuta hiyo madhabahu ya mababu zake inasimama, akaona kirembo kinaitwa Beersheba, akapita nake. Madhabahu ya mababu na yavunja kwa maisha yako leo kwa jina la Yesu. Na yavunja kwa maisha yako leo kwa jina la Yesu. Na yavunja kwa maisha yako leo kwa jina la Yesu. Na yabomoa kwa maisha yako leo kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mababu. Daudi akapita na Beersheba akifikiria ni kwa muda tu, kumbe anarithi madhabahu za mababu. Haikushangaza baada yake mtoto wake akasema nisipiti, nachukua. Solomon akachukua 1000. Ngiri. Mtu wangu. Ngiri. Solomon akitoka kwa nyumba yako leo na wewe ni official wife, atarudi mtoto akienda standard 1 ama baby class. Because for Solomon to come back to the first wife, it was taking 3 years and 6 months. Ili kwamba tena aseme sio kwa wife yangu. Mwambie nina kungojeana tu. Ndio nilikuwa in the neighborhood. I was around. Roho ya madhabahu ya uchafu. Roho ya madhabahu sio faa. Zivunjike leo kwa jina la Yesu. Nasema zivunjike leo kwa jina la Yesu. Nasema zivunjike leo kwa jina la Yesu. Nasema zivunjike leo kwa jina la Yesu. Madhabahu maovu, madhabahu machafu, madhabahu yasiyofaa. Naomba leo tutajenga madhabahu ya kimungu kwa maisha yetu. Madhabahu ambayo yataongea juu ya watoto wetu. Madhabahu ambayo yataongea juu ya uzao ambao tutauachilia duniani. Kama unaamini, patia Bwana makofi mazuri. So Mungu akamwambia huyu ndugu yetu hapa ambaye tumesoma anaitwa Gideon, akamwambia kabla ufanye mengine, bomoa madhabahu ya baba yako. Sikiza madhabahu yenye Gideon anabomoa. Madhabahu ya kwanza ni ya Baal. Sema Baal. Baal is a god of prosperity. The meaning of Baal is God of prosperity. Maana yake hii mambo ya kieliminati hivi, hii mambo ya kimapesa pesa hivi. Wewe unaweza kubomoa madhabahu ya pesa wewe? Nasikia katika ukimya kama ingia. Mbesha. Money. Hello. Bomoa madhabahu ya Baal. Which means do not allow prosperity which is not from God. Amen. Many pastors have been taken captives because they were given money. When they saw money, they forgot God. And they decided to enter into projects and businesses. And they forgot that the God of prosperity is not Baal, but Jehovah. I came today to tell somebody, in this ministry, may God help you to take care of souls and not pockets. Amen. Yes. Amen. May God help us
take care of souls, not pockets. Look at the neighbor. Kinyo nabeba sijui, roho yako beba mbinguni. Am I talking to somebody? Money and everything is good. There is nothing we can do without money. But any man from Baal will refuse. I said any money from Baal will refuse. Nasema kila utajiri kutokao kwa njia zisizo za kimungu twakataa. Angalau mwenzako mwambie ni pesa. You know when we talk of money, listen. When God was talking to his disciples, when God was talking to his people, he never compared God with Satan. Hata mchezo tuko tunasikia tuko katika kama mtihani ya Mungu na shetani, sijui kama kampeni. Hapana. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna siku Mungu na shetani watakuwa compared. God was not compared to Satan, but Jesus himself compared God to money. He said, si rahisi kutumikia mabwana. Kumbe pesa naye ni bwana. Hakuna mtu awezaye kumtumikia Mungu na mali. Momon. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia wote wawili. Kwa hivyo inamaanisha nini? As long as we will serve God, we will never allow money to control us. For you to know that you have been controlled by money, if you don't give tithe, you are controlled by money. Unajua kuna kuaga kale ka sauti kana kujaga mwisho ya mwezi. Kanaanza kukuonyesha hiyo tithe ndio kubwa kuliko mshahara. Angalia jirani yako mwambie sio wewe. Kanaanza kukuambia ukitoa tu hii watoto hawatasoma. Mambo hayataenda vizuri. Mambo hayatakuwa. Njoo unakutana mtu anasema mimi kwa taifa yangu ninatoaga pole pole. Naendaga naitoa pole pole. Ninatoaga tithe ya 10,000 lakini naendaga natoa 1,000 baada ya ngine. Kila ibada nikiingia hiyo sadaka yangu na iconsider tithe. Kumkora. Madhabahu yenyewe unajenga ni ya kutawaliwa na pesa. Can I tell you my secret? I don't look at money. That's the reason why money can never run away from me. I was talking one day with my daughter. We were somewhere and I told them, I think I experienced the scripture that Job said, what I fear most has come to me. Nilikuwa ninaogopa kama 1 million hivi. Nilishakuja. Hello. Am I talking to somebody? Wake up. Don't allow money to control you. Start controlling money. If you hear me say amen. Unaona mtu mzima ana ngiri 10 kwa mfuko. Kiato inaitisha. Kiato imeshakaa. Lakini anakuambia tu hata hivyo itaendelea tu. Inanipea service. Haikupei service. Unajitesa. Siku moja Mungu itaenda hivi. Nunua kiato. Mtu anaingia kwa restaurant. Anakaa hivi. Roho anaona chakula anataka kukula. Anaiona hivi. Lakini roho inalia. Maanisha nitalipa 2,500. I am an economist, you are not. Kuna tofauti ya umaskini na economist. Unakuja unabaka nguo kamoja tu. Unajua hii ni humility. Humility gani? Uko na pesa kwa mfuko ununua nguo. Watoto wanaenda shule na mguu. You know we are budgeting. Budgeting. What are you budgeting? Learn to give out and God will give back. I say learn to give out and God will give back. When Elijah realized that huyu mwanamke anabaki na kitu moja yenye akikula yeye atakufa, akamwambia toa. Am I talking to somebody? Yes. What you realize that is the last thing you have, give it out. Yes.
and see if God will not give back. If you hear me say here. Jifunze kubariki watu. Mnakaa na mtu, mnasafiri marafiki miaka 5, 20, hakuna hata siku umeshamlipia bus fare. Mkikaa tu unakuwa very serious. Wakianza kuitisha pesa unaanza kudangalisha kwa dirisha. Very serious. Napendaga hii environment, walipe kwanza. Wewe! Zako azionake mwanga. Unakaa hivi. Mike Tyson. Madhabahu gani uko unajenga? Tikiza mwenzako mwambie jifunze kubariki wengine. Ni madhabahu ya mafanikio. Unakuta tu mtu anakaa hivi. Hata mkiingia mahali, mkigusia story yeye kulipa mnakosana. Zaidi sisi wa Afrika niliwaambia tunazoezi. Tunataka kila mara watu treat. Nipeleke out. Nifanyie hiki. Wewe usipeleke wengine. Niliwaambia tulikuwa tunafanya theology na kikundi kingine. And among us tulikuwa na American woman. And she came and she said, "Mama colleague, how are you?" Alikuwa na sauti nzito kama tu ya dada yetu mwingine hapo. "How are you?" Kama fine. Can we go for lunch? Kambia ya. Akasimama hapo nje akaitisha taxi. Hataki tutumie hata gari zetu, taxi. Tukaingia akatupeleka lunch. Tukafika lunch, tukakaa hivi. Kuona tu anakaa hivi akaoda kwanza. Akasema I need half chicken and roast potato. Sijui na nini na nini. Nikasikia mwingine anasema I need fish. Fish na mashed. Nikasikia mwingine nataka ugali sijui na nini na pork. Mwingine pork chop. Mukimo. We ate. Na mwalimu anatungojea class. Tukakula tukimaliza, wakaleta bill. Akawaambia no. Bring my bill. Everyone will pay. Nikasema yes, nikataa mama walete yangu. Nikalipa. Nikaona wenzetu wanaogopa. Nikawaambia mtachonga viazi. Mumezoea kibabu mtachonga viazi. Angalia jina langu watu hiyo sio wewe. Stand on the stand. Kwa madhabahu tutavuja kwa maisha yetu. On Sunday, somebody say Sunday. On Sunday, I will give you 10 kinds of issues we are facing in life. They are here. All of them, God has given them to me. They are here. There are 10 of them that we are facing in life because of altars that were built in our lives. So we will be demolishing them on Sunday so that we may give room to a building of a new altar. If you hear me say amen. Amen. So on 24th, we will be building a new altar in our lives. If you hear me say amen. I say on 24th, we will be building a new altar in our lives. May God cause you to be ready, your spirit, to deny any other access of wrong altars in your life, and for the sake of generations to come, to build new altars. Can you come to the front? I want to pray for you who are here today, because the prayer of next Sunday is for next Sunday. Come to the front. I want to pray for you. Come. Oh, Jehovah, come to the front. Brother worship, what's the good? Oh, Shamantara, let's get lines so that I may be able to move in between. No, where you are the first line, yes. And the second one and the third one will be okay. Oh, Chairman, you can assist them to make good lines. How many people are here and they say they are sick and tired to go through what they never planted? They are suffering because of altars they never built. They are going through things they built
either in a confusion way. They never knew that it was an altar, and now they are going through issues. They don't understand what kind of issue they're going through. How many people are saying they want God to set them free today? How many people are here, they say they want God to set them free today? So all eyes closed. Tufunge tu macho yetu pamoja kwanza sote kwa dakika moja kabla nianze kuombea watu. Funga tu macho yako kama uko hapa na ungelitaka kupatia Yesu maisha yako. Ungelitaka leo kuokoka, inua tu mkono wako mahali ulipo. Ungelitaka kuokoka leo. Ungelitaka asante. Inua tu mkono vizuri. Iko neema kuokoka. Inua mkono wako vizuri. Asante. Wale ambao wanataka kuokoka, sifa kwa Mungu. Inua mkono vizuri. Inua tu mkono wako vizuri. Iko neema leo kupatia Bwana maisha yako. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wale ambao wameinua mikono yao, kujeni tu hapa mbele. Kujeni tu hapa mbele kwa hivi mkono ya kwanza hapa ya. Kujeni hapa. Oh, yeah. Can we celebrate the Lord at our brothers and sisters that we are? Glory. Hallelujah. Inua tu mikono yako hivi niongoze mbele za Mungu. Hallelujah. Semeni nyuma yangu, Bwana Yesu. Tuombe pamoja na wao. Semeni, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi mwenye dhambi, ila leo nimeamua kukupea maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi. Niokoe, nioshe, nisafishe. Leo nimekataa dhambi. Shetani sikutaki tena. Kutoka leo nimeokoka. Leo mbele ya umati wa watu nimekiri kwamba nimechoka na dhambi na nguvu za shetani. Kutoka leo nimeokoka. Asante Mungu kwa sababu leo unaokoa hao. Ninaachilia nguvu za Mungu juu yao. Ninaomba sasa uwezo wako Mungu uje juu yao. Oh, hallelujah. Jesus, I love you. Natangaza nguvu za Mungu zije juu yako sasa. Na kila kilichofunga maisha yako kivunjike na kuondoka sasa. Kutoka leo uweza wa Mungu ukufungue, ukuweke huru, ukutakase. Na achilia uweza wa Mungu juu yako. Kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza leo kila kilichokufunga kwa maisha yako kivunjike, kiondoke na kukuachilia huru sasa. Kutoka leo uwe mwana wa Mungu na ufalme wa Mungu ukuzunguke na kukujaa. Natangaza kutoka leo Mungu akuweke nguvu, uweza wake usimame juu yako na mamlaka yake kujae. Na achilia moto ya kimungu juu yako na kuvunja kila nguvu zisizofaa ndani ya maisha yako. Na natangaza siku ya leo mbingu zioneshe mwanga mpya juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Natangaza uwezo wa Mungu juu yako. Natangaza mamlaka ya Mungu juu yako. Kutoka siku ya leo mbingu zikufungue na zikupatie mamlaka ya mpya. Kutoka leo kutoka leo wokovu ukae ndani yako na mamlaka ya Mungu iwe juu yako maisha yako yote. Oh, hallelujah. Kabla tuombe, nitachukua tu kalamu baraka. You just take the contact of these people before they join others, so that we may be able to give them the materials that will enable them to grow in faith. Do it quickly. Wengine wetu saizi ni muda ya Mungu kuendelea. Yeah, just do it quickly as we move forward. We are starting just here. Oh, hallelujah. Can you worship? And console right? And console right? To follow me. Open the glass in abundance. And console right? And console right?
because your rain, let it fall on me. Hearing your presence, let it rain. Oh, because your rain, yes, let it fall on me. Open the floodgates, yes, Jesus, in abundance, and hush, and cause your rain to follow me. Open the floodgates in abundance, and cause your rain. And cause your rain to follow me. Oh, Baba, tunaenda kwa maombi, na maombi tunaenda kuomba ni kwamba kila nguvu ambazo sio za Mungu kwa maisha yetu, zinazotufanya tusiendelee, zinazotufanya tuwe na limitation, zibaki hapa, zivunjike leo, zituachilie huru. Tuko pamoja kuomba hayo maombi. Zituachilie leo, tumtumikie Mungu kwa kweli. Zituachilie leo, tutembee katika nguvu za Mungu. Kila neno lililonenwa juu ya maisha yetu. Haleluya. Kila neno lililonenwa juu ya maisha yetu, kila nguvu zilizoachiliwa juu ya maisha yetu, zituachilie leo, tumtumikie Mungu. Haleluya. Sikama jeshi, inua sauti yako kwa Bwana. Nikoro mtakatifu, sikama jeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Pastor, touch that girl. Tell her to come. Yeah, tell her to come. You come. Yes, my daughter, come here. Come. Stand here. God wants to set you free because of one thing. There is a style of life you are in that you are not pleased yourself with. I won't go to details, but you have heard what I'm saying.
And God wants you to be set free today. Just lift up your hands. Everything that the enemy thought he planted in your life, by the anointing of God upon my life, I declare I am uprooting out of you every demonic power that have been controlling your steps. You belong to God, my daughter. So let God take over your life now. Satan, get out of her life. Satan, you have no power over her. Now, get out. Out of her. Out. Out of her. Out. I said out. Get out. Now. Get out. Now. Get out. Pack and go. Pack. Pack. Get out. Get out. Get out of her now. Satan, you have no place to hide. Today we came to set lives free. Get out of her now. By fire, by thunder. She belongs to God. She belongs to God. I declare this one belongs to God. Get out of her now. Get out. Get out of her now. Get out. Satan, you have no place to hide today. You have no place to hide today. Your tactics have been disconnected today. The Lord who sees in secrets have seen you. Get out of her now. Pack and go. 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 Out of her life. Out of her life. Can you lift up your hands before the Lord? Can you lift up your hands wherever you are? I declare today, your life will never be the same again. Wherever you are now, lift up your hands and just enter into the presence of God. God is about to visit you. God is about to visit you. As we lift up our hands, every power that is not of God will not stand. Every power, every altar in your life that is not of God will not stand. I declare it will not stand. I declare it will not stand. Now, some of you, you cannot carry them anymore. I release fire now. Every altar that is not of God, get out, get out, get out, get out now. Satan, leave them. Get out of their lives. Get out of their lives. Get out of their lives. Satan, I command you to get out of their lives. Get out of their lives. I said get out of their lives. Satan, get out. Get out. You have no place to hide in their lives. Every altar that is not of God will not stand in your life. Yes, it will not stand. Pastor Asha, can you be on all the sides assisting them? Because the Lord is moving on people right now. Every altar which is not of God will not stand. Every altar which is not of God will not stand. Every altar which is not of God cannot stand in this atmosphere. People must be set free. People must be set free. Every altar that is not of God cannot stand. I declare fire. 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 Some of you have been walking into wrong altar without knowledge. I declare fire. I declare fire. I declare fire. Fire, fire, fire. Can I have archers all over here? Can I have you around this place? Kindly. I declare fire. I declare fire. I declare fire. Fire, fire. I declare fire of God. Fire of God. Fire of God. Fire of God. I declare no altar of heaven will stand in this place. Dr. Naomi, can you assist the people there? Oh, yes. Wherever you are now, lift up your hands. Because it is time for your deliverance. This is not time to assist or look at anybody. Wherever you are, lift up your hands now. Oh.